Kwa upande wake huyu Malkia, kwa namna ambavyo anavyoongea naye, lakini moyoni mwake anajua kabisa kwamba hili jambo ni la hatari sana, kwa namna ambavyo linavyozidi kusambaa sana kinomanoma kama moto wa petroli. Yaani taarifa hizi kwa sasa kwa asilimia kubwa zinazidi kusonga mbele na kuzidi kusambaa, kitu ambacho kinazidi kumpa pressure na wasiwasi mkubwa. Na ikumbuke kuwa kwa upande mzima wa yule ambaye ni Kitana alipokutana naye, pia alizidi kuchanganyikiwa kabisa, ndio maana alimtafuta Faliwazamba mapema na kuweza kumuita waweze kujadiliana na namna gani watakayoweza kupambana. Sasa ili swala kwa wao ni gumu sana, kwa sababu wao hawana nguvu zote zile za kichawi ambazo zinazoweza kuwasaidia. Lakini ukilinganisha hapo ni kwamba kwa mazingira hayo inakuwa ni vigumu sana kulingana na namna ambavyo wanavyofanya. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa ni kitu ambacho ni kigumu sana ukilinganisha na jinsi ambavyo wanavyofikiria kwa namna moja au nyingine, au kwa namna moja au kwa jinsi ambavyo kwa namna hiyo yani inavyokuwa. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa ni kitu ambacho ni kigumu sana kwa upande wao binafsi kuweza kufanikisha kuweza kupindua hiyo himaya. Yani mipango yao itakuwa ni migumu sana. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Cha msingi ni kwamba hakikisha kama mara yako kwanza umefika hapa, basi nikusia hakikisha unatoa support yako, bonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi nikusia ungana na mimi, bonyeza neno sasa, rafikisha ni dondosha maoni yako hapo chini. Tuambie kwenye comment kwa upande wako binafsi kwamba ni kipi hasa unachokiona kipo sawa, au binafsi kwa upande wako namna gani hivi unavyohisi kwa namna hiyo mambo yanavyokwenda. Basi dondosha maoni yako hapo chini, alafu kisha kama ni mara yako kwanza kufika hapa, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Moja kwa moja hii Bongo Movie Network, na hapa huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina, tukiangazia matukio kadhaa ambao yanazidi kusonga mbele na kujili moja kwa moja. Sasa tutakufahamisha vitu vingi sana ambavyo vinavyokwenda kujili katika tunafuata, kwa sababu kwa sasa inazidi kupamba moto na kung'ala kinoma noma. Sasa mwanzoni kabisa aliweza, ndo hapo ambapo Malkia aliweza kukutana na Kitana. Kitana alimwambia tu ukweli na kirahisi tu, kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakipita hapa, basi nilikufahamisha ni kipi hasa ambacho Kitana atakuja kuongea naye. Aliweza kumwambia yale kwamba kumtisha aache mipango yake na baadaye kamwacha. Sasa hicho ni onyo, maana ni kwamba kama asipolitilia shaka onyo, basi lolote linaweza likamkuta na kuweza kumletea matatizo na madhara makubwa ambayo yatakuja kumletea shida kubwa hapo mbeleni. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa hapo ndo mambo yalivyo na mambo yanavyozidi kusonga mbele kinoma. Basi endelea kuenjoy na kufurahia. Hii ni Bongo Movie Network. Cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia, basi hakikisha wakati unasikiliza wewe umeshakwisha kubonyeza neno subscribe. Basi tuweze kuendelea na uchambuzi. Sasa kampa onyo. Chifu bado ana wasiwasi mkubwa na Ngalewa, ndio maana kwa sasa anazidi kuongea naye kwamba kwa nini hajaondoka hadi hivi sasa, ni muda mrefu. Ngalewa anasema bado kuna vitu ambavyo anaviweka sawa, hasa kwa msaidizi wake ambaye bado hajaelewa mazingira, lakini pia kuweza kumtengenezea mahusiano na wenyeji, kwa sababu kuna baadhi ya watu pia ni kweli hawamfahamu. Kwa hivyo anajaribu kutengeneza kitu ambacho kifupi kitakwenda kumsaidia na kuweza kutengeneza mazingira ambayo yapo na yatakuja kuwa fresh kabisa. Sasa lakini bado kuna wasiwasi mkubwa sana kwa pale mzima wa Ngalewa pamoja na Mamba. Sasa tuje pia sasa Faliwazamba kampa kazi kijana wake aweze kuhakikisha na mfuatilia Kitana, kazi ambayo kiufupi ni ngumu sana, yani si tofauti, yani sio kama wanavyofikiria. Hiyo kazi ni ngumu sana, sio kama wanavyofikiria wao. Sasa Manyakenda ndo hivyo tena, kashakutana naye jamaa, ndo kashamwambia pia hii inakuwa ni mwanzo wa kazi jamaa aliyopewa atakavyoanza au kuweza kuifanya. Hapa anakuwa ni kama ameweza kurahisishwa kazi yake. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa inakuwa ni kitu ambacho ni kizuri kwa upande wake binafsi, kwa sababu anapata mwanga au mwanzo wa kuweza kuona namna gani hasa atakavyodili na hii kazi. Akienda kama unavyojua tena ni mzee wa kumwaga kila kitu, basi ndio hivyo kashamwaga. Sasa mambo ni mazito kinoma kama unavyojua, kama mambo yanavyojili ni kwamba kwa sasa ndio hivyo tena. Sasa kwa sasa kwa upande mzima wa jamaa ambaye alikuwa ndio hivyo hapandishi mlima jogo wake, kashapata dawa zake. Sasa sijajua kama kwa upande mzima wa Manyakenda akizipata hizo taarifa sio itakuwa haji atazisambaza tena. Sasa jamaa yuko poa sasa, na mke wake anaenjoy na anafurahia penzi lake baada ya kuwa jamaa ameshakuwa poa kabisa. Sasa tuje katika segment ya mwisho kabisa ambayo sasa tunampata Binti Zengeni.
Binti Nzengeli amepita pale makusudi kabisa kutaka hata kuwasalimia. Alijua tu lazima watamuita aweze kumuuliza mawili matatu. Sasa kaamua kumchana kwamba mipango yake yote inafahamika na muda ukifika basi itabidi aweze kufukuzwa kwa aibu kubwa. Nzengeli ndo akamwambia hivyo. Sasa Malkia Nandela ambaye tunafahamu kabisa ndio binti ambaye anayempa vitu vitamu sana chifu, anajaribu kuona namna gani hasa atakavyo hili jambo ni zito kinoma. Yani hili jambo sio kama hivyo ambavyo anavyolichukulia yeye, yani ni zito sana. Hata chifu pia kama akizipata hizo taarifa, basi kuna namna zitakavyozidi kusambaa zaidi, basi tampa wasiwasi pia chifu, kwa sababu ni kwamba kwa asilimia kubwa zinazidi kutapakaa. Na kwa sasa hivi kwa Kitana jinsi ambavyo alivyomwambia, hii inampa wasiwasi pia mkubwa, kwa sababu kama unavyojua anasema kwamba lisemwalo lipo, kama halipo basi ujue linakuja. Kwa hivyo jinsi kipekee ambacho chifu lazima atajaribu kudili nacho kuweza kuona namna gani hasa ambavyo atakapokuwa. Sasa katika hatua inayofuata ni kwamba nafasi kuweza kuona saa mzimu wa Kopako pia ukirejea, lakini pia harakati zote za kuweza kupambana na mzimu wa Kopako zitakuwa zikiendelea, lakini mambo yanazidi kunoga, yani mambo yanazidi kunoga mdogo na nazidi kupamba moto kwa sasa, ambapo kwa asilimia kubwa kama unavyojua kwa sasa Fallwazamba yupo kwenye mipango na harakati zake za kuweza kuona ni namna gani hasa atakavyoweza kupambana kusudi kuweza kuona namna gani anapambana kwanza, kwa sababu sasa hivi bado kuna changamoto kubwa sana hasa ya Kitana, ndio ambaye wanaipambana naye kuweza kuona namna gani hasa watakavyodili naye. Sasa katika tunafuata ni kwamba Kitana atakuja kuwaonyesha adabu kwanza hao vijana ambao wanamfuatilia, lakini Kitana akashasema kwa sasa ni mtetezi wa nyonge, lakini pia tunaweza kuona mipango mipya kwa sasa, lakini huku tukitegemea kusubiria siku ya mavuno ambapo watu wa chifu na nini hima nyingine watakuja, lakini pia tutapata kuona tukio kubwa sana la mambo mwenyewe Maginga akifanya maajabu yake. Basi kwa leo sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network na ulikuwa ni uchambuzi kwa kina. Tukutane muda na saa mwingine. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Siku zote huyu Malkia alikuwa akiambiwa na kuweza kupewa taarifa kuhusiana na Kitana kwamba Kitana yupo, na aliweza kupata zile taarifa kwamba aliweza kutoroka, na siku zote amekuwa akimsisitiza sana Fallwazamba aweze kuhakikisha anamaliza Kitana mapema kabisa hata kabla chifu hajasanuka, kitu ambacho leo sasa ndio siku ambayo
anakutana na Kitana, ana kwa ana ameweza kukutana na Kitana. Sasa huku maswali mengi ikiwa kwamba je, ni nini ambacho kinachokwenda kujili? Sasa leo nitakwambia nini hasa ambacho kinachokwenda kujili, lakini lengo kubwa la Kitana kuja hapo ni kuweza kumpa onyo kali na zito sana kuhusiana na mipango ambayo anaiandaa na kuweza kuiendeleza, kwamba mipango yake yote haiwezi ikazaa matunda kulingana na mazingira hayo. Basi nichukue nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net ya Sehemu pekee ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina, na leo siku ya leo nitakufahamisha vitu vingi kweli kweli. Kitu cha msingi tu ni kwamba hakikisha kama mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha nichukue nafasi hii niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina. Sasa kabla sijakufahamisha mambo mengi sana zaidi ambayo nakwenda kujili, kwanza kabisa tuweze kuzungumzia kwa sasa katika ile tukio la mwanzoni kabisa ambalo tuliweza kuona moja kwa moja Bi Nyanza ambaye ni bibi yake na moja kwa moja bibi yake na huyu ambaye ni kijana ambaye anampenda binti wa chifu. Sasa tuweza kuona ni kwamba alitaka kumthibitishia namna gani hasa alivyojigeuza na kuweza kuvaa uso wa Maginga, yani Maginga mwenyewe, alafu kisha akavaa uso wake ili kusudi kuweza kuhakikisha anamtumia yeye. Kwa hivyo alijibadilisha na kuweza kuact kama vile yeye ndo Maginga. Kwa hivyo kitu hicho kimepelekea moja kwa moja yeye aweze kuhakikisha anaandaa mipango yake. Sasa baadaye, sasa kitu kipya ni kwamba kwa sasa tuseme kwa asilimia kubwa wameweza kuungana kwa pamoja kuweza kufanya mipango kwa sasa kwa pamoja, ili kusudi kuweza kuona ni namna gani hasa watakavyofanya na kuweza kuini huu mchezo wa kuweza kuchukua huo utawala. Kumbuka Bi Nyanza anataka kuweza kumtumia kijana huyo ambaye damu ya baba yake iliweza kupotezwa katika ardhi hiyo ya Matale kwa kukosa haki. Kwa hivyo yeye kama yeye yupo kwenye mipango kuweza kuhakikisha anaipambania, lakini pia Bi Nyanza ni kuweza kuondoa utawala wa huyo hapa chifu aliyepo, kwa sababu chifu aliyepo inaonekana aliingia kwenye huo utawala kwa namna ambayo haikuwa sahihi. Yani aliingia kwenye utawala huo kwa njia ambayo haikuwa sahihi, yani ya kupoka, yani ya kupokonya haki za watu, kama vile babake na Maginga ambaye damu yake ilimwagika. Na Maginga kama ukimsikiliza Maginga amekuwa akisema kwamba huenda leo hii babake ndo angekuwa chifu wa hima hiyo na yeye angekuwa ndio mfalme, angekuwa mtoto wa mfalme. Kwa hivyo huwa inamuuma sana. Sasa anapambana sana na mipango yake amekuwa kipanga, lakini kwa asilimia kubwa kwa sasa bibi yake ndo amekuwa ni msaada na nguzo kubwa sana ambao imekuwa kimsaidia. Asingekuwa yeye Maginga leo hii angekuwa ameshauawa kutokana na namna ambavyo amekuwa akisaidiwa. Tuweza kuona katika ile hatua nyuma kabisa aliweza kutaka kuchomwa, lakini ndio hii yupo na anaenjoy na anafurahia sana. Sasa kwa hivyo Bi Nyanza wameweza kupanga mipango kwamba siku ya sherehe ya mavuno ndipo ambapo watakapoliamsha zali na kuweza kuhakikisha wanateka umma wote na kuweza Maginga kuweza kuchaguliwa kama mtoto mfalme ambaye mtu ambaye atakwenda kurithi huo ufalme. Sasa Ngalewa akapata mfanyakazi mpya, binti ni mrembo kweli kweli. Kwa sasa yuko pale anafanya msaada wa kuweza kumsaidia Ngalewa. Tuweza kuona namna gani hasa Mwamba alivyokuja kutaka dawa, akamweleza Ngalewa na mwisho wa siku akapewa maelekezo akachukua dawa. Sasa yule binti kampatisa pindi wako pale, yule mke wake akawa amekuja ni kama vile anahisi labda anamfumania hivi, lakini baada ya kuzipata taarifa kwamba yule ni msaidizi wa Ngalewa, alishiwa pozi sana, akawa amenyong'onyea kinoma, kwa sababu anajua kabisa Ngalewa ni mtu gani hapo kwenye hiyo himaya, watu wakubwa sana ambao wao wanaheshimike sana, wenye nguvu za ajabu. I say sasa kama unavyojua tena Nandela, Malkia Nandela aliweza kuelekea pale kwa Falua Zamba. Sasa wakati anafika pale kwa Falua Zamba ni kwamba baada ya kumefika pale akamkuta Falua Zamba ndio hivyo kashamaliza vitu vyake, yani alikuwa na binti mle ndani. Kwa hivyo kitu hicho kimemuumiza sana, kwa sababu ni kama vile anaweka watu karibu sana ambao anaona kama vile wanaweza kumharibia mipango, kwa sababu issue yao ni secret sana, yani ilitakiwa waweze kuifanya wao wawili. Sasa kitu pekee ambacho juu ni kwamba hata huyu binti wa mfalme anapenda vijana wenye damu changa, yani anatamani siku moja walau hata aweze kufanya kitu na Falua Zamba, na ndio maana siku zote mipango yao ni kwamba huyu aje awe Malkia alafu Falua Zamba aje kuwa chifu. Hiyo ndio mipango ambayo walionayo iliyopo kichwani, kwamba Malkia Nandela aweze kuwa Malkia hivyo hivyo, alafu huyu Falua Zamba aweze kuwa chifu. Hiyo ndio mipango walionayo.
Sasa sijajua kwa nini amewaza hivi, kwa sababu hana alichopoteza. Kama hapo alipo ni Malkia, sasa je, akishakuwa Falwazamba ndo chifu, sasa atakuwa akapoteza nini? Kwa hivyo hapo moja kwa moja kibarua bado ni kizito na ni noma, sio itakuwaje. Kwa mipango yao bado ni mizito na hatuoni kama inakwenda kutimia kulingana na mazingira ambao yapo kwa sasa. Sasa chifu amekutana na kijana wake, anamwambia na kumuonya kwamba inabidi aweze kubadilika, aweze kuwa mtu ambaye wa tofauti zaidi. Sasa kitu kingine cha kipekee ni kwamba Mamba mwenyewe mtoto wa Mama Kabula, yule Mama Kabula ameweza kumuua kijana wake. Yaani kijana wake kataka kumtoa kafara, kwa sasa kamwekea dawa pale, kanani mwisho wa siku kadondoka chini. Sasa bahati nzuri ni kwamba alikuwa anataka kuweza kumpoteza na kijana mwingine yule ambaye alikuwa ni Manyakenda. Bahati nzuri Kitana akawa ameweza kumsaidia. Sasa Manyakenda, je, atakwenda kulopoka alichokiona au itakuwaje? Hapo ndipo itakuwa balaa. Lakini kwa sasa ameweza kumgeuza, ni amekuwa sungura na ameweza kuwa sungura, kwa hivyo kwa sasa hawezi akasumbua tena. Basi mambo ni mazito, mambo ni moto kweli kweli. Kwa hivyo katika segment ile ya huku Malkia Nandela pamoja na huyu ambaye ni Kitana, Nandela haamini. Sasa kilichokuja kumleta hapo Kitana ni kuweza kumpa onyo juu ya mipango ambayo Nandela anaiandaa aweze kuiacha mara moja. Basi kwa leo niseme sina ziada, mapema kabisa kisha nambonyeza neno sasa, alafu kisha tukutane katika hatua inayofuata. Huu ni uchambuzi. Asante. Siku zote huyu Malkia alikuwa akiambiwa na kuweza kupewa taarifa kuhusiana na Kitana kwamba Kitana yupo, na aliweza kupata zile taarifa kwamba aliweza kutoroka, na siku zote amekuwa akimsisitiza sana Falwazamba aweze kuhakikisha anamaliza Kitana mapema kabisa, hata kabla chifu hajasanuka, kitu ambacho leo sasa ndio siku ambayo anakutana na Kitana ana kwa ana, ameweza kukutana na Kitana. Sasa huku maswali mengi ikiwa kwamba je, ni nini ambacho kinachokwenda kujili? Sasa leo nitakwambia nini hasa ambacho kinachokwenda kujili, lakini lengo kubwa la Kitana kuja hapo ni kuweza kumpa onyo kali na zito sana kuhusiana na mipango ambayo anaiandaa na kuweza kuiendeleza, kwamba mipango yake yote haiwezi ikazaa matunda kulingana na mazingira hayo. Basi nichukue nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net, kisempeke ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina, na leo siku ya leo nitakufahamisha vitu vingi kweli kweli. Kitu cha msingi tu ni kwamba hakikisha kama mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha nichukue nafasi hii niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina. Sasa kabla sijakufahamisha mambo mengi sana zaidi ambayo nakwenda kujili, kwanza kabisa tuweze kuzungumzia kwa sasa katika ile tukio la mwanzoni kabisa ambalo tuliweza kuona moja kwa moja Bi Nyanza ambaye ni bibi yake na moja kwa moja bibi yake na huyu ambaye ni kijana ambaye anampenda binti wa chifu. Sasa tuliweza kuona ni kwamba alitaka kumthibitishia namna gani hasa alivyojigeuza na kuweza kuvaa uso wa Maginga, yani Maginga mwenyewe, alafu kisha akavaa uso wake ili kusudi kuweza kuhakikisha anamtumia yeye. Kwa hivyo alijibadilisha na kuweza kuact kama vile yeye ndo Maginga. Kwa hivyo kitu hicho kimepelekea moja kwa moja yeye aweze kuhakikisha anaandaa mpango yake. Sasa baadaye, sasa kitu kipya ni kwamba kwa sasa tuseme kwa asilimia kubwa wameweza kuungana kwa pamoja kuweza kufanya mipango kwa sasa kwa pamoja, ili kusudi kuweza kuona ni namna gani hasa watakavyofanya na kuweza kuini huu mchezo wa kuweza kuchukua huo utawala. Kumbuka Bi Nyanza anataka kuweza kumtumia kijana huyu ambaye damu ya baba yake iliweza kupotezwa katika ardhi hii ya Matale kwa kukosa haki. Kwa hivyo yeye kama yeye yupo kwenye mipango kuweza kuhakikisha anaipambania, lakini pia Bi Nyanza ni kuweza kuondoa utawala wa huyu hapa chifu aliyepo, kwa sababu chifu aliyepo inaonekana aliingia kwenye huo utawala kwa namna ambayo haikuwa sahihi. Yani aliingia kwenye utawala huo kwa njia ambayo haikuwa sahihi, yani ya kupoka, yani ya kupokonya haki za watu, kama vile babake na Maginga ambaye damu yake ilimwagika. Na Maginga kama ukimsikiliza Maginga amekuwa akisema kwamba huenda leo hii babake ndo angekuwa chifu wa hima hiyo, na yeye angekuwa ndio mfalme, angekuwa mtoto wa mfalme. Kwa hivyo huwa inamuuma sana. Sasa anapambana sana na mipango yake amekuwa akipanga, lakini kwa asilimia kubwa kwa sasa bibi yake ndo amekuwa ni msaada na nguzo kubwa sana ambao
imekuwa kimsaidia. Asingekuwa Maginga leo angekuwa ameshauawa kutokana na namna ambavyo amekuwa akisaidiwa. Tuweza kuona katika ile hatua nyuma kabisa aliweza kutaka kuchomwa, lakini ndio hii yupo na anaenjoy na anafurahia sana. Sasa kwa hivyo Binyanza wameweza kupanga mipango